Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Tumefika Mbinga kwa mtumishi wa Mungu Geoffrey. Amen. Tumekutana naye mahali hapa siku ya leo. Ndio. Imekuwa ni siku ya baraka sana. Amen, amen. Na tumefika nyumbani kwake, tumesalimu familia. Amen. Lakini pia tumepita kanisani mahali ambapo amepanda madhabahu ya Bwana mahali hapa Mbinga. Ndio. Tunafahamu ndilo kanisa pekee tunalolitambua kwamba ndio kanisa la kweli ambalo liko Mbinga, ambalo ni mchungaji Geoffrey pekee ndio ambaye analihubiria habari njema, na ndipo walipo panda tangu tulipofahamiana naye. Amen. Watu wa Mungu mnaotazama channel hii, hali halisi ya jengo ndivyo kama unavyoiona. Nakumbuka kuna wewe ambaye ulishaona tangu mwanzo ikiwa ni kiwanja, lakini sasa angalia kazi hii imesonga kwa sehemu tayari. Mtumishi amejitoa kwa nguvu zake nyingi akiendelea kujenga mahali hapa ili watakatifu wa Mungu waweze kuabudu. Lakini tunapotazama kazi hii bado inahitaji fedha. Kuna material na vitu vingi bado vinahitajika ili kukamilisha jengo hili. Mtu wa Mungu unayetazama channel hii, ninaamini mtumishi atakuwa na neno la kusema. Hebu tumsikilize ili aseme pale ambapo amefikia na nini anatamani wewe unayeisikiliza na kuitazama channel hii unaweza ukafanya kitu ili uendelee kubarikiwa. Karibu sana mchungaji. Amen sana. Nashukuru sana baba mchungaji. Mungu awabariki sana kwa kufika mahali hapa Mbinga mjini. Amen. Ruvuma, Tanzania. Amen. Kwa kweli tunawapenda watumishi wote wanaohubiri kweli ya Mungu. Amen. Maana ni mwili wa Kristo. Nashukuru sana. Kama alivyosema mchungaji, kwa kweli tunamshukuru Mungu aliyetuwezesha kufika hapa tulipofika kwenye ujenzi wa hekalu hili la Bwana katika kanisa hili takatifu. Ni kwa neema ya Bwana kufika hapa tulipofika. Kama alivyosema mtumishi, kweli bado ujenzi unahitajika. Bado ujenzi unahitajika, material inahitajika. Kwa huku Mbinga tofali moja kama hii inanunuliwa 1700. 1700 na hapa bado zinahitajika tofali zaidi ya 700 ili kukamilisha jengo lote. Tofali zaidi ya 700. Tunahitaji pia tupate mbao yani kench, lakini pia tunahitaji tupate bati. Bati kwa hili jengo ni kubwa. Linagharimu takribani bandro 10. Ili bati jengo ni kubwa sana na ambao ni nyingi sana. Kwa hiyo wewe ambaye Bwana amekujalia kupata chochote, una neema, shiriki katika ujenzi wa madhabahu za Bwana mahali popote ambapo watumishi wa Bwana wanapita na kuweka alama na kuombea. Lakini hata hapa weka kitu kwa ajili ya Bwana, maana Bwana anapendezwa na mtu anayetoa kuliko anayepokea. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Kwa hiyo unaweza ukashiriki kwa chochote kile ambacho Bwana atakujalia ili kuweza kuinua ujenzi wa kanisa mahali hapa Mbinga mjini. Tumefikia hapa kama ulivyoona. Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Basi tunashukuru kwa namna ambavyo mchungaji Geoffrey umetoa maelekezo. Ninajua wewe unayetazama channel hii unaweza ukawa na kitu cha kufanya. Tunaamini kwamba unacho cha kufanya. Kuhubiri injili sio kusimama madhabahuni, lakini fedha yako pia inaweza ikatumika ikawafanya watu wakawa wanafunzi wa Yesu na wakajifunza. Kwa hiyo inawezekana unapotazama channel unawiwa kufanya kitu. Leo nyakati hizi tumepata namna nyepesi ambayo tunaweza tukawafikia wengi kwa michango yetu. Tutamuomba mchungaji atamke namba ya simu ambayo inaweza ikapokea fedha hata nje ya nchi. Amen. Karibu sana. Amen. Namba ni kujumlisha 255 745 74 35 59 au kujumlisha 255 6 23 83 95 63 mwisho. Unaweza ukatupigia pia tukakupa na njia nyingine za kuweza kutuma kama Bwana amekujalia kuchangia ujenzi wa kanisa mahali hapa Mbinga mjini, Ruvuma, Tanzania. Amen. Amena. Basi tumefika mwisho wa tangazo hili. Naomba pia wachungaji ambao tumeongozana tuweze kujitambulisha ili wewe unayetazama channel hii kuwatambua watumishi hawa ambao wameweza kubarikiwa kufika mahali hapa, kumtia moyo mchungaji mwenzetu. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Mwinjilisti na mchungaji Agustino Bena, napatikana Nyasa Mbamba Bay.
natumika katika kanisa lenye kivuli cha PAG, Pentecostal Assemblies of God, lakini miongoni mwa watu ambao wanamtazamia Yesu kuja. Amen. Na moja ya makusudi na malengo yangu ni kwamba hatuishi tu kuabudu na kumsoma Mungu kwenye vitabu, lakini tuna focus kuja kuona uso wa Mungu kama ilivyoandikwa katika Ufunuo kwamba nasi tutakuwa kwa watoto wake wa kiume na wa kike. Amen. Tutamuona uso kwa uso, lakini tunachoamini kwamba Mungu hatutamuona kama tutakuwa watakatifu. Amen. Kwa hiyo nimefurahi sana kushirikiana na mtumishi wa Mungu Robert ambaye ni katibu mkuu wa kanisa hili takatifu, pamoja na watumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu wa Mbinga na mtumishi wa Mungu na mchungaji Peter kutoka pale Mkili. Niseme Mungu awabariki sana. Amen. Kwa ajili ya kusimama kulieleza kanisa la Tanzania kwamba lisilale usingizi, kalapanda inaweza kulia wakati wowote, na kimsingi Yesu alikuja kwa ajili ya watu wake. Kwa hiyo niseme mahali hapa sasa, kwa kuwa tunaye mtumishi wa Mungu ambaye ndani yake hajebeba dhehebu kuwa ndio ishara yake, lakini amebeba Kristo, na lengo la Kristo ni kujipatia watakatifu waliokamilishwa kwa damu ya Yesu Kristo na kuoshwa kwa neno la Mungu. Kwa hiyo niseme Mbinga na Ruvuma kwa ujumla, mahali hapa ni mahali sahihi sana, mahali ambapo anafundisha mafundisho matakatifu. Wanawake waliookoka hawaruhusiwi kufanya vitu vingi, ikiwemo kuvaa suruali ama kuvesha watoto wao wa kike visuruali na vimini vinguo vya ajabu ajabu, lakini mapambo na kusuka nywele za aina mbalimbali, mawigi, rangi, lipstick, makeup na vitu vya jinsi hii. Kwa hiyo kwa namna hii sasa tunaweza kusema tutoe mwaliko mkubwa sana kuweza kusupport kazi hii, ili hao wanaodhaliwa na Mungu kwa injili hii ya uzima wa milele na injili hii ya utakatifu waweze kukaa hapa sinyeshewe na mvua. Kwa hiyo mahali popote unapoisikia channel hii, tukukaribishe sana kuweza kusupport. Kumbuka Biblia inasema heri kutoa kuliko kupokea. Lakini pia waliotoa wengi ndio waliokumbukwa na Mungu. Kimkumbuka Abraham baada ya kutoa kwake, hata ile hali yake ya ugumba, kukosa mtoto, kukaondolewa baada ya kukaribisha wale wa malaika na kutoa sehemu ya baraka alizokuwa nazo kwa maana ya chakula na vitu vya jinsi. Lakini tunamwona pia hata mtumishi wa Mungu yule mwanamke Mshunami aliweza kukumbukwa, na wengine wengi wakina Kornelio waliweza kukumbukwa na Mungu, mpaka malaika anatoka mbinguni kuja kuzungumza na mtumishi wa Mungu yule ambaye alijulikana kwa jina la Kornelio kwa sababu ya utoaji. Kweli kualike sana. Lakini wakati mwingine katika kutoa kwako mbele za Mungu, Mungu mwenye vitu vyote, yeye ana afya, ana baraka mbalimbali. Wakati mwingine unaweza kuwa na matatizo magumu yanasumbua kwenye maisha yako na familia yako. Kwa njia ya utoaji, ukiwa umekusudia kutoa sadaka ya kumheshimu Mungu, ukijua pana tofali zaidi ya 700 zinahitajika, pana boriti ambazo zitatumika kama kenchi, lakini sio hilo tu, panahitajika mageti kwa ajili ya milango, madirisha, tunapenda kupata aluminium nzuri na tiles, lakini sio hilo, tunahitaji kupata simenti kwa ajili ya kusakafia na vitu vingine vingi. Unaweza ukatoa sadaka yako kwa Mungu, na hiyo sadaka, nikushauri, watu wengi sadaka hawatoi, wanatupa. Naomba uiombee. Usijali kwamba umeokoka au hujaokoka, wewe toa hiyo sadaka, umwambie Mungu kwamba Mungu wa mbinguni, naomba sadaka yangu hii, kumbuka roho yangu, kumbuka maisha yangu, kwenye familia yangu, kwenye kazi zangu, kwenye uchumi wangu, lakini kwenye maisha yangu ya kila siku. Nitasafiri, kuna siku gari itafeli break kwenye kona mbaya, ninaomba kumbuka sura yangu kwa sadaka yangu. Bwana hata kusahau. Wengi aliwakumbuka kwa njia ya sadaka, lakini kwa wale ambao wanasikiliza na wanapuuza, unaweza kupata hasara. Utatumia gharama kubwa sehemu ambayo unatakiwa utumie 500,000 kusupport kazi hii. Utasaidikia unapata ugonjwa ambao kila hospitali unayokwenda wanakuambia nenda hospitali nyingine. Nenda. Mungu kumbe anataka afidie, kwa sababu Mungu amekubariki. Hicho alichokubariki sio chako peke yako, anataka pia umrudishie Mungu kupitia kazi hii.